Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wetu, tunakukaribisha sana katika somo la siku ya leo. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi. Jana mliangalia somo linalosema imani ya Kristo, lakini leo tunaangalia somo linalosema jambo moja tu, kumjua Kristo. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema. Asante kwa masomo haya, na hata siku ya leo uko tayari kutufundisha. Kaa nasi na huyo anayetutazama, naye tuende naye kwa pamoja, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Amen. Jambo moja tu, hakuna lingine. Paulo anazungumzaje wiki hii? Amekuwa akisemaje? Wafilipi 3 mstari wa 10? 3 mstari wa 10 mpaka 11. Anasemaje? Ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Hiyo ni Wafilipi 3 mstari wa 10 na 11. Sasa tuendelee mpaka 16, tujue hili jambo moja tu, kumjua Kristo. Ana hoja gani za msingi hapa? Wafilipi 3:10. Hiyo umeanza vizuri kabisa. 10:11 tumemaliza. Haya, endelea 12 sasa. 12. Basi si kwa sababu 12 sasa. 12 nasema basi. 3:12. Si kwa sababu niko kwa Kolosai. Wanafanana. 3. Okay, 3:12. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. La, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimefanyaje? Nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu na mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo. Na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Lakini hapo tulipofika, na tuenende katika hilo. Sasa nataka nikuulize, wewe umesoma hapa, nataka nikuulize hapa vizuri kabisa. Kuna kuanzia hapa anaanza kusema nimjue yeye. Mjue yeye. Kama kuna yeye Kristo. Haya. 11. Nipate kuifikia kiama ya wafu. Haya. 12. Si kwamba nimekwisha kufika. Haya. Na kaza ya mwendo ili nipate kulishika lile ambalo limenishika katika Kristo Yesu. Sawa? Haya. Mede ya thawabu ya mwito mkuu katika Kristo Yesu. Hivi ni vitu mbalimbali, ni lugha mbalimbali zinazoelezea uhalisia mmoja, au ni uhalisia mbalimbali katika maneno mbalimbali hayo. Kristo Yesu, ufufuo wa wafu, mede ya thawabu, kimenishika na mimi na sisemi nimeshakishika kikamilifu, lakini ndio nakazana. Nimefika lakini ndio nakazana katika huo mwendo. Anaelezea kitu hicho au ni vitu kadha wa kadha? Ni vitu vingi vinavyojaribu kuelezea kitu kimoja. Hapo kumbe tuko pamoja. Sasa twende pamoja. Yaani kama umefika, basi tuenende katika hayo. Katika hayo nataka niweke mtambo hapa vizuri tu.
haya mambo ya mtandao hapa yakae vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Twende taratibu. Paulo katika somo hili anasema jambo ni moja tu. Uhalisia ni moja tu. Kumjua Kristo. Kumjua Kristo ndio kufikia ufufuo wa wafu. Maana yeye ndio ufufuo. Ndio. Na uzima. Lakini ni ufufuo uliopo na utakao kuwepo siku ya mwisho. Ni ufufuo uliokuja siku ya Jumapili ule wa mwisho, uliotushika tayari. Tumeunganishwa kwa imani kwa njia ya kwa njia ya imani na ubatizo, tumeunganishwa na mauti na ufufuo wake. Kwa hiyo tangu tumeamini umetushika. Lakini na sisi tunachuchumilia, tunakaza mwendo kufikia kiyama. Tumefufuliwa pamoja na Kristo, lakini tunakaza mwendo kufikia ufufuo wa wafu. Hili la kwanza na hili la pili ni hili la kwanza, tumefufuliwa katika roho. Tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu ya dhambi, Wafilipi sura ya 2, lakini tukafufuliwa pamoja naye, tukaketishwa pamoja katika kiti cha hukumu cha enzi. Tayari tumeshikwa tayari. Imekaaje hiyo? Lakini anasema hii ndio mwanzo wa safari. Inatakiwa niende kwa mwendo gani? Wa msalaba. Sasa nishiriki mateso hayo ili nipate hayo yaliyopeleka Kristo msalabani. Nikubali kashfa ya msalaba, nikubali kupoteza yote ili nimjue yeye. Nikuteswa ni kama kufa vile. Yaani unapoteza Wayahudi wenzako bwana, unapoteza Waebrania wenzako, Wabenyamini wenzako, unapoteza wote. Wanakuona waajabu ajabu. Wewe unatafuta tu kumjua Kristo. Lakini anasema mimi nimeshikwa na ufufuo na ninapambana anapokuja aje kunifufua. Sasa mwili anipe mwili wa kutokufa, ndio mede ya thawabu ninayosubiria. Amen. Ni Yesu huyo ambaye amenishika kwa ufufuo wake, ambaye atanishika, ambaye ninachuchumilia kumshika mwishoni kwa ule ufufuo. Hizo ndio hoja za Paulo. Una neno. Kuna mambo ya tumefika. Sisi ni wakamilifu. Unajua hiyo, kuna hiyo lugha anasema si mkamilifu. Anasema sidhani kama nimefika, lakini kuna mahali fulani pale mbele anasema 15, sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo. Hapo nyuma anasema sijidhani kama nimekwisha kufika. Lakini anasema sisi tulio wakamilifu. Naomba nikwambie. Sisi ni wakamilifu, lakini pia sio wakamilifu. Ni wakamilifu kwa sababu gani? Ukiwa ndani ya Kristo Yesu umekamilika. Ndio tohara, umekamilika. Wewe ni wake. Wewe ni Mwisraeli kweli kweli. Wewe ulisubiria tu ufufuo wako. Lakini unatakiwa udumu ili ukamilishwe katika mwili sasa, katika ile mede ya thawabu, katika ufufuo wa wafu. Maana swala ni ufufuo wa wafu. Je, anapokuja kufufua aliyo wake kuwathibitisha kwa ufufuo, na wewe utakuwa umekazana na umevipiga vita vyote vya imani vizuri, mwendo umeumaliza? Umekubali kweli ushirika wa mateso yake, au unaogopa? Unachanganya rangi mbili, tohara, Uyahudi, usabato na Yesu, udhehebu, wanaume, udume. Utajiri, vitu tunavyovionea fahari hivi, kabila, au uko tayari kuviacha vyote hivi ili tu umjue Yesu, ili tu upatikane katika yeye, na akikuona Yesu uko ndani anasema huyu kweli amekufa pamoja na mimi, huyu kweli anaishi katika uzima wangu, huyu sasa ni mzawadie tu sasa hiyo mede ya thawabu ambayo ni nini? Afufuliwe naye katika wafu na kuthibitishwa mbele hata wasioamini kwamba wewe kumpata Yesu ilikuwa ni faida. Maana leo ukimpata Yesu bado watu wanasema amechanganyika, yuko na maisha kamili tu, maisha kamili wapi? Wewe unalishwa na maisha kamili hiyo, unarekodi hiyo siku ya mwisho ndio mede ya thawabu. Sasa ndipo itakapoonekana kweli imelipa. Amen. Nibariki na mimi watu kwa neno moja basi kabla sijarudi kwa mtazamani. Tuyaache yote. Tumshikilie Kristo. Inatosha. Kumjua Yesu inatosha.
Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kumjua Yesu, na tunataka kumjua zaidi, sio tu kwa jina, kushiriki mateso yake, kushiriki kashfa yake, hekima yake, haki yake, ukombozi wake, utakatifu wake, ambao kwa wengine ni kama takataka, lakini kwetu sisi ni ya thamani. Basi neema yako inatosha. Bariki na mwenzetu ambaye yuko katika kusitasita. Je, kumjua Kristo kweli inalipa? Kweli inalipa? Baba, mpatie neema ya kukubali kutafuta kumjua Kristo kwa gharama yoyote, maana inalipa. Ni katika jina la Yesu, amen. Ndugu mtazamaji, hapo ndipo tumefika mwisho kwa masomo yetu kwa wiki hii. Tunarudi siku ya kesho kwa ajili ya kujibu maswali na kufanya summary, muhtasari kwa ajili ya wiki hii. Karibu sana. Mimi ni Geoffrey Omondi. Nami ni Enos Makalindile.